Tangu aingie madarakani Machi 2021, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ameonyesha uongozi wa kipekee katika kuharakisha maendeleo ya miradi ya kimkakati nchini. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Mwenyezi Mungu nisaidie. Ushawishi wake umejidhihirisha kupitia juhudi zake za kuimarisha usimamizi wa rasilimali, kuhakikisha uwajibikaji na kuongeza kasi ya utoaji wa fedha kwa ajili ya kukamilisha miradi mikubwa ya miundombinu. Ninalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Na moja ya mafanikio yake ya uwazi ni ujenzi wa daraja la John Pombe Magufuli linalojulikana pia kama daraja la Kigongo Busisi, linalounganisha mikoa ya Mwanza na Geita kupitia Ziwa Victoria. Makala hii inalenga kuangazia jinsi Rais Samia alivyojipambanua katika kuendeleza maono ya mtangulizi wake, huku akiweka chapa yake ya uongozi wa maono. Uongozi wa Samia katika kukamilisha daraja la John Pombe Magufuli. Wakati Rais Samia akiingia madarakani, ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi ulikuwa umefikia 25% tu, hali iliyohitaji uongozi wa dhamira ili kukamilisha mradi huu wa kihistoria. Daraja hili lenye gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 700 na urefu wa kilomita 3.2 sasa limekamilika kwa 100% na limepangwa kuzinduliwa rasmi tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kulingana na meneja wa TANROADS mkoa wa Mwanza, Bwana Pascal Ambrose, anasema kasi hii ya utekelezaji inatokana na mkakati wa Rais Samia wa kuhakikisha wakandarasi wanalipwa kwa wakati, jambo ambalo limeondoa vikwazo vya kifedha vilivyowahi kusumbua miradi mikubwa ya miundombinu hapa nchini. Daraja la John Pombe Magufuli sio tu ishara ya maendeleo ya kiuchumi, bali pia ni uthibitisho wa umuhimu wa kimkakati wa kuunganisha mikoa ya Mwanza na Geita. Kwa kuwa daraja la 6 kwa urefu barani Afrika na la kwanza katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, linatarajiwa kukuza biashara, uchukuzi na mwingiliano wa kijamii katika mikoa hiyo. Mafanikio haya yanaonyesha jinsi Rais Samia anavyoweza kuendeleza miradi iliyoanzishwa na hayati Magufuli kwa kutoa mwanga mpya kwa ufanisi na uwajibikaji. Juhudi za miundombinu ya jiji la Mwanza, mbali na daraja la John Pombe Magufuli, uongozi wa Rais Samia umeweka mkazo katika kuboresha miundombinu mjini na kukidhi mahitaji ya ukuaji wa haraka kwa mji kama Mwanza. Bwana Pascal Ambrose alieleza kuwa TANROADS mkoa wa Mwanza inatekeleza ujenzi wa barabara za njia 4 ili kupunguza msongamano wa magari na kuimarisha hadhi ya jiji kama kitovu cha uchumi cha ukanda wa Ziwa Victoria. Juhudi hizi zinaonyesha maono ya Rais Samia ya kuhakikisha maendeleo ya pande zote yanawafikia wananchi, sio tu kupitia miradi mikubwa ya kitaifa, bali pia kwa kuboresha huduma za msingi katika mikoa. Hayati Dr. Magufuli aliacha urithi wa miradi mikubwa ya miundombinu, ikiwa ni pamoja na reli ya kisasa yani SGR, mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere na daraja la Kigongo Busisi. Hata hivyo, changamoto za kifedha na kiutawala ziliwahi kusababisha kuchelewa kwa baadhi ya miradi. Hivyo Rais Samia ameonyesha uwezo wa kipekee wa kumudu changamoto hizi kwa kuweka mkazo katika usimamizi bora wa rasilimali na uwazi. Kwa mfano, mkakati wake wa kuhakikisha wakandarasi wanalipwa kwa wakati umeondoa vizuizi vya kifedha na hivyo kuruhusu miradi kama daraja la John Pombe Magufuli kukamilika kwa kasi ya rekodi. Zaidi ya hayo, Rais Samia ameweka chapa yake ya uongozi kwa kuleta mbinu za kirafiki na za kumudu masuala ya kiuchumi na kijamii. Uongozi wa Samia umechanganya maono ya maendeleo na diplomasia ya kiuchumi ambayo imevutia wawekezaji na kuimarisha uhusiano wa kimataifa. Hii imesaidia kuhakikisha upatikanaji wa fedha za kuendeleza miradi mikubwa, ikiwa ni pamoja na ile ya Kigongo Busisi,
Kupitia uongozi wake ameonyesha kujitolea kwa maendeleo endelevu yanayolenga kuboresha maisha ya Watanzania wa kawaida. Daraja la John Pombe Magufuli kwa mfano litarahisisha usafirishaji wa bidhaa, kupunguza gharama za biashara na kuimarisha mwingiliano wa kijamii kati ya mikoa ya Mwanza na Geita. Hii itachangia ukuaji wa uchumi wa mikoa hiyo na kusaidia kuimarisha uchumi wa kitaifa. Aidha, juhudi za Rais Samia za kuimarisha miundombinu ya mjini kama barabara na njia 4 huko Mwanza zinaonyesha dhamira yake ya kuhakikisha kwamba maendeleo yanawafikia wote bila kujali eneo. Uongozi wake umejenga imani miongoni mwa wananchi kwamba miradi ya kimkakati itakamilika kwa wakati na kwa ubora unaohitajika, na hivyo kuimarisha taswira ya Tanzania kama nchi inayoelekea kwenye maendeleo ya haraka. Rais Samia Suluhu Hassan amejipambanua kama kiongozi mwenye maono anayechanganya dhamira yake ya maendeleo na usimamizi wa busara wa rasilimali kupitia mafanikio kama ujenzi wa daraja la John Pombe Magufuli na juhudi za kuboresha miundombinu ya mjini. Ameendeleza urithi wa hayati Magufuli huku akiweka chapa yake ya uongozi wa kipekee. Uwezo wake wa kuharakisha utoaji wa fedha, kushirikiana na wadau na kuhakikisha uwajibikaji umeifanya Tanzania kuwa kielelezo cha maendeleo barani Afrika. Tunapokwenda kumpumzisha, tunaweza kusema bila kigugumizi kuwa tuko tayari kuendeleza kazi yake nzuri kwa nguvu, kasi na ari ile ile. Daraja la John Pombe Magufuli ni uthibitisho wa uongozi wake wa kutia moyo unaoleta mabadiliko ya kweli kwa maisha ya Tanzania na uchumi wa taifa kwa ujumla. Mimi ni Godmuya na hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.